Kwanza nianze na swali la kichokozi. Hivi eti kati ya mwanamke anayemfuata mwanaume na kumtongoza kwa kumwambia kwamba anampenda, baadaye akakubaliwa na huyo mwanaume, na yule mwanamke anayefuatwa na mwanaume na kutongozwa, baadaye akakubali huyo mwanamke, ni yupi ambaye anakuwa na mapenzi ya kweli? Sasa tuambie kwenye comment, kati ya hao wanawake wawili niliowataja, ni yupi ambaye anakuwa na mapenzi ya kweli kwa mwanaume? Na kama jibu lako litakuwa ni kwamba yule mwanamke anayemfuata mwanaume na kumwambia kuwa anampenda ndo mwenye mapenzi ya kweli, basi tambua kwamba, naamini usiamini, ya kwamba Leila kwa kuwa alimfuata Manyanya na kumwambia kwamba anampenda na baadaye akakubaliwa, basi yeye peke yake kwa miguu yake ndo atakuwa wa kwanza kumtafuta Manyanya na kurudisha lile penzi ambalo limetawanyika, lile penzi ambalo limekwenda kuvunjika mara baada ya mume wake Mr. Kawina kuhama sehemu ile pale ambayo alikuwa akipata penzi kutoka kwa Mr. Manyanya. Sasa nikuombe tu kwamba usubscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, like video hii, lakini itakuwa ni vema kama utashare video hii kwa watu wengine pia. Lakini sasa kuna siri ambayo nimeipata na nafikiri kwamba wengi wameitazama episode hii hapa ya Dunia, lakini hiyo siri hawajaitambua. Sasa hiyo siri nitakwambia hapo mbele. Kwa wakati huu endelea kunisikiliza yale ninayokwenda kukujuza kuhusiana na hiki kinachoendelea kwa Mr. Kawina. Kawina bwana, inavyosemekana tatizo lake limemsumbua, hata kisaikolojia hayuko sawa kabisa, lakini moja kati ya vitu ambavyo ameambiwa na daktari ni kwamba anatakiwa kumshirikisha mpenzi wake ama mke wake Leila, kwa sababu huenda tatizo lake likawa sio gumu kutibika, lakini kitu ambacho kinamfanya ashindwe kabisa kuingia kwenye penzi ama kufanya mapenzi na mke wake, huenda sababu ikawa inaanzia kwenye ubongo, kwa sababu ubongo kama haujaridhia kufanya kitu, basi hata mwili hauwezi ukafanya kazi, ama hata viungo vya mwili haviwezi kufanya kazi yoyote ile. Sasa moja kati ya ushauri ambao ameupata kutoka kwa daktari tumeweza kuona ni kwamba tatizo lake linatibika. Lakini je, ndugu mpenzi mtazamaji, ulishawaza ni kipi ambacho kitatokea kama itatokea siku Mr. Kawina uume wake utaanza kufanya kazi? Unafikiri kwamba Leila itakuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vitamfanya msahau Manyanya? Kwa sababu huenda kuna kasababu kengine ambako kamemfanya Leila ampende Manyanya. Maybe alimpenda Manyanya kwa sababu mume wake hapeleki moto ama mume wake haufanyi kazi, yani kiufupi ni kwamba hajawahi kufanya tendo la ndoa na mume wake. Sasa vipi kama Mr. Kawina atafuata ushauri aliopewa na daktari, na kwa sasa ameambiwa kwamba wanatakiwa wabadilishe dozi kwa ajili ya kuangalia kama tatizo lake linaweza likatibika kwa uharaka zaidi. Bwana daktari amempa ushauri na kumwambia kabisa kwamba kama watatumia hizo dawa ama kama watabadilisha hiyo tiba ambayo ameamua kuitumia, basi swala lake litaweza kutibika kabisa. Sasa swali langu ni lile, naendelea kusisitiza, kama Mr. Kawina atapona na atafanya mapenzi kama kawaida, ni kipi ambacho kitatokea kwenye mahusiano ya Leila pamoja na Manyanya? Manyanya naona kabisa anakwenda kuteketea muda si mrefu pale tu ambapo atasikia kwamba mume wake na Leila anapeleka moto ile kisawasa wa kitandani. Hili ni tatizo kubwa kwa upande wa Manyanya. Sasa sikiliza, na hii hapa ni moja kati ya sini ambayo ilikuwa imebeba simanzi na sikitiko kubwa kuliko sini zote ambazo umezitazama kwenye episodi hii hapa ya tamthilia pendwa kabisa inayokwenda kwa jina la Dunia. Ni moja kati ya sehemu ambayo wengi nafikiri kwamba ambao wako kwenye ndoa wanaopitia tatizo hili hapa analopitia Mr. Kawina watakuwa wameumia sana, kwa sababu mambo ambayo anayapitia Mr. Kawina kama litamkuta mwanaume yoyote yule, itamfanya aishi kwa kuhisi kwamba yeye sio mwanaume kamili, na ndio kitu ambacho hata daktari alikuwa kikizungumzia kwamba Mr. Kawina anatakiwa ajiamini, asiishi kwa kuamini kwamba tatizo lake halitibiki, asiishi kwa kuamini kwamba hata kuja kupona kabisa. Hiki kitu kinamharibu kisaikolojia, hata ubongo unashindwa kuamua ni kipi ambacho umsaidie Mr. Kawina, kwa sababu hajaridhia, kama kitu ambacho daktari pia aliweza kusema kwamba huenda tayari tatizo lake limeshatibika kabisa, ila shida iko ubongoni. Yani ubongo na nerve system ndo ambayo inafanya mwili ama viungo vinavyopatikana kwenye mwili viweze kufanya kazi kwa umakini zaidi. Sasa kama ubongo hauko tayari, basi hata viungo vya mwili haviwezi kufanya kazi. Yani kiufupi ni kwamba kila kitu ambacho kiko kwenye mwili wa binadamu
binadamu kinaongozwa na matendo ya ubongo. Sasa pia tukiachana na huku kwa Mr. Kawina, nafikiri itakuwa ni vema ni kuambia ile siri niliyokuahidi ya kwamba nitakwambia. Sasa huu ndo wakati mwenyewe wa kukwambia hiyo siri. Hiyo siri sasa bwana inamuhusu Mr. Madevu ama Jordan pamoja na binti ambaye anaitwa Violet. Violet unaweza ukamwona kama tayari amesalenda, ya kwamba amekubaliana kabisa na uongo uliotengenezwa na Jordan kumwaminisha kwamba Mr. Manyanya tayari amefariki, Mr. Manyanya amekufa. Lakini amini usiamini mtazamaji, ni kwamba Violet usimchukulie poa. Yani Violet sio mjinga kiasi hicho, yani kumwamini Jordan ya kwamba Manyanya amefariki sio rahisi kama unavyofikiria. Sasa kitu ambacho kinanifanya niamini kwamba Violet huenda ana mpango mwingine au ana kitu ambacho ameshagundua kwamba Jordan anamchezea akili, basi hicho kitu ni hiki hapa, ni kwamba Mr. Jordan Violet amemuomba aweze kupeleka taarifa za msiba kwenye familia ya Manyanya, akawaambia wazazi wake ya kwamba Manyanya tayari ameshaaga dunia ama Manyanya hayuko tena kwenye hii dunia. Mr. Jordan alionekana kuingilia hili swala na kumkataza kabisa na kumwambia kwamba asijisumbue kwa kuwa yeye ana ukaribu na familia ya Manyanya, basi atapeleka taarifa yeye mwenyewe. Unajua ni kipi ambacho Jordan aliogopa? Kwa nini alimwambia Violet asipeleke hizo taarifa? Kwa sababu anajua huenda Manyanya anawasiliana na familia yake. Yani Manyanya anaweza akakimbia akaziba mawasiliano na watu wengine, lakini haiwezi kutokea kwamba Manyanya adhibiti ama azuie mawasiliano na familia yake. Kitu kama hicho hakipo. Sasa ni moja kati ya vitu pia ambavyo vinaweza vikamfanya Violet aanze kuhisi kwamba something is wrong. Kuna kitu ambacho hakiko sawa kwa Mr. Jordan. Kwa nini anamzuia? Kwa nini hataki yeye apeleke taarifa kwenye familia ya Mr. Manyanya? Kwa sababu yeye alishawahi kuwa mke wake, lakini sababu iliyomfanya Mr. Jordan adhidi kumdanganya ni kwamba alisema kwamba yeye tayari ni mtaraka wa Manyanya, kwa hiyo hawana kitu chochote kile cha kuhusiana, hivyo yeye hatakiwi kupeleka taarifa kwa Manyanya. Vipi kuhusu Jordan? Kwani yeye hakugombana na Manyanya pindi ambapo Manyanya aligundua kwamba Jordan alitembea na mke wake Violet? So kitu kama hiki hapa nafikiri kwamba kinaweza kikamfanya Violet agundue kabisa kwamba Mr. Jordan ana mpango mwingine, na kama Violet hajagundua kwamba Mr. Jordan anamdanganya kuhusiana na kufa kwa Manyanya, basi ameisha. Kwa sababu ukijaribu kuangalia tayari Mr. Jordan ameanza kupiga hatua zake, na hatua zake zimeanza kufanikiwa kwa sababu Violet ameshalegeza kamba. Yani kifupi ni kwamba tayari ameshaonekana kukubaliana na Mr. Jordan kabisa, na ukijaribu kuangalia ni kama tayari Mr. Jordan anakwenda kufanikiwa kumuingiza kwenye mahusiano yake. Yani swala la ndoa kwa Mr. Jordan pamoja na Violet linaweza likakamilika hivi suni tu endapo kama Violet hatatumia akili yake kubwa. Lakini pia nathubutu kusema ya kwamba ninakwenda kutabiri kile ambacho nafikiri kabisa na nina imani kitakwenda kutokea episode ya 33 to episode ya 34, kitu kama hicho hapo. Sasa wote tumeona episode ya 32 Mudi amemkataa Joa. Sasa episode ya 33 atakwenda kumkubali lazima.